Mmoja katika wasomi wakubwa ambaye alijulikana kwa ilmu na uchamungu wake, mmoja katika wema aliotangulia, mmoja katika salafu salih, ajulikana kwa jina al-Imam Yahya ibn Muadh rahmatullahi alayhi. Ametoa wasia tatu kwa kila ambaye anayetaka kufanikiwa kesho akhira. Asema al-Imam Yahya ibn Muadh, al-uqala thalatha, waliokuwa na akili ni watatu. Al-uqala thalatha, ikiwa wewe una akili basi utajipata katika kundi hili. Qala al-uqala thalatha, man taraka ad-dunya qabla an tatruka wa bana qabrahu qabla an yadkhulah wa arda khaliqahu qabla an yalqah. Asema waliokuwa na akili ni watu watatu. Wa kwanza, man taraka ad-dunya qabla an tatruka, mtu aliyefanya uamuzi ya kuachana na dunia kabla dunia haijakuacha. Kwa sababu ipo siku wewe na dunia mtaachana, hautakuwa mtu wa dunia, utakuwa mtu wa akhira. Sasa kabla haijafika siku hiyo, kuna watu tayari wajanja, werevu, wenye akili, wamefanya uamuzi ya kuacha dunia kabla dunia haijawaacha. Wa pili akasema, wabana qabrahu qabla an yadkhulah, ni mtu ambaye aliyejenga kaburi lake kabla hajaingizwa ndani ya kaburi. Mtu wa tatu, wa ardha khaliqahu qabla an yalqah, ni mtu ambaye amemridhisha Mola wake kabla hajakutana na Allah. Watukufu wa Islam, tuje katika nukta ya kwanza. Man taraka dunya qabla an tatruka au qabla an yatruka, ni yule ambaye aliamua kuachana na dunia kabla dunia haijamwacha. Huenda wengine wakafahamu kimakosa, vipi tuachane na dunia na tuishi katika hii dunia? Kuna watu wanapoishi katika hii dunia wameamua ya kwamba hamu yao kubwa ni hii dunia, waipate kwa halali au kwa haramu, waipate kwa dhiki au kwa faraja, waipate kwa uzito au kwa wepesi, lakini malengo yake ni kufanikiwa duniani, hata kama atakuwa ni mwenye kupata hasara kesho akhira. Allah subhanahu wa ta'ala amewaangazia waumini ya kwamba kuna baadhi ya watu wameridhia maisha ya dunia. Allah asema katika suratul Ra'd, wafarihu bil hayati ad-dunya wama al-hayatu ad-dunya fil akhirati illa mata', wamefurahia yale ambayo walioyachuma katika hii dunia, hata kama wamekosa akhira yao. Maadamu nimepata dunia yangu, akhira si muhimu. Japokuwa hasemi kwa ulimi, lakini vitendo vyake vaonesha ya kwamba hajali akhira yake. Afurahi amepata mali, hata kama hakupata kwa njia isiyokuwa sawa. Afurahi kwamba amekidhi haja ya tupu yake, ameenda akatoa shahwa yake kwa njia isiyomridhisha Mwenyezi Mungu. Afurahi hata kama si katika njia inayomridhisha Mwenyezi Mungu. Allah yuwaangazia hawa akisema, wafarihu bil hayati dunya, wamefurahia maisha hii dunia, lakini ukweli ni kwamba wamal hayatu dunya fil akhirati illa mata', maisha hii ya dunia ukilinganisha na yale ambayo ameyakosa kesho akhira, hii ya dunia ni mchezo. Allah subhanahu wa ta'ala atupigia mfano ya maisha hii ya dunia.
Sikizeni aya hii katika suratu Yunus. Allah atupatia vipi hii maisha ya dunia inavyoenda haraka. Allah asema, innama mathalu alhayati ad-dunya kama in anzalnahu minas samaa fakhtalata bihi nabatu al-ardi mimma ya'kulu an-nas wal-an'am hatta idha akhadhat al-ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadirun 'alayha ataaha amruna laylan aw nahara faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams kadhalika yufassilu al-ayati liqaumin yatafakkarun. Allah sema, mfano wa maisha hii ya dunia ambayo mnaoishi katika hii dunia ni mfano wa mvua iliyoshuka kutoka mbingu. Maji hayo yakachanganyika pamoja na mbegu na mimea iliyokuwa katika ardhi. Kisha waona mimea ya kimea, kisha waona neema zatoka, kisha waona vyakula vapatikana, kisha watu hupata kuvuna, wanyama wakala na wanadamu pia wakala. Na watu wao wanakuwa ni wenye kushiriki na kufurahia hiyo neema. Lakini itafika wakati itakuja mvua itakosekana. Kisha asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, amri ya Allah huja na ardhi ikakauka imma usiku au mchana. Kisha Allah asema, utafikiri kana kwamba jana kulikuwa hakuna hiyo neema. Namna ardhi ilivyokauka na namna ardhi ilivyotisha. Allah asema, kadhalika nufassilu al-ayati liqaumin yatafakkarun. Hivyo ndo ninavyoeleza aya zangu ikiwa kweli nyinyi ni watu wenye kufikiria. Mwataka kujua maisha ya dunia? Angalieni ardhi. Mvua inaponyesha, neema zinapatikana, kisha yakauka, utafikiri jana hiyo mvua haikunyesha. Vile inavyopita hivyo ndo maisha yenu ilivyo katika dunia. Ayuha almu'minun, Allah sema, likay la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah sema akinukuu maneno ya mu'mini ali Fir'aun, ya qaumi innama hadhihi alhayatu ad-dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Mu'mini ali Fir'aun alikuwa ni yuko peke yake baina watu waliokuwa namzunguka Firaun, alikuwa akificha imani yake, yaktumu imana. Kisha ambia watu wake, msidanganyike na hizi nyumba za ufalme wa Firaun, haya ni mapito na mtakuja mtayaacha. Ndipo akasema al-Imam Yahya ibn Muadh, al-uqala'u thalatha, waliokuwa na akili ni watatu. Man taraka ad-dunya qabla an tatruka, ni yule ambaye aliamua mimi hii dunia haitanidanganya, nitaachana nayo kabla haijaniacha. Ayuha almu'min, si Mwenyezi Mungu peke yake anayetuangazia kutueleza hali ya dunia na vipi mu'min atakana ichukulie dunia, aiweke kwa mikono wala asiweke kwa moyo. Asipende kwa ajili ya dunia na asichukie kwa ajili ya dunia. Asimtukuze kwa sababu fulana amepewa dunia na asimdharau mtu kwa sababu amekosa dunia. Asimlete karibu kwa sababu fulana amepewa dunia na akamweka mbali fulani amepoteza hiyo dunia. Yani mtu akupatia cheo na hadhi yote, uhusiano wako na wewe ni kwa misingi ya dunia peke yake. Ole wako Mwenyezi Mungu aone katika moyo wako kwamba humtukuzi mtu kwa neno ya la ilaha illa Allah, wamtukuza mtu kwa sababu ya dunia daniya, kwa sababu ya hii dunia iliyokuwa duni. Ayuha almu'minun, ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam alitupatia tiba ili tupate kujua kwamba hii dunia tutayacha, na akatupatia njia ya kuweza kuachana na dunia kabla haijatuacha. Hadithi Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu iliyokuja katika sahihi Muslim, asema Rasul sallallahu alayhi wasallam,
kuntu nahitukum an ziyarati alquburi ala fazuruha fa innaha tuzahidu fi dunya wa tudhakkiru al-akhirah. Hadith rawahu Muslim. Asema Rasul sallallahu alayhi wasallam, niliwakataza muende mukazuru makaburi, lakini hivi leo nendeni mukazuru makaburini. Kwa nini? Fa innaha tuzahidu fi dunya, ya kufanya usiwe na tamaa nyingi na dunia na ukiipatie mgongo dunia, na pia ya kufanya uwe ni mwenye kukumbuka akhera. Nenda katika makaburini, kisha usimame mbele ya makaburi ya watu unaowajua, kaburi ya mzazi wako, kaburi la mzazi wako, kaburi ya mtu wako, kaburi ya mfanyibiashara anayejulikana. Simama pale ili uone mwisho wa dunia ni hapo. Na aliyekuwa na akili atakuwa ni mwenye kuacha hii dunia kabla haijamwacha. Na pindi ukiamua dunia hii nitaiweka kwa mkono wangu wala sitaweka katika moyo wangu, dunia hii haitakuwa sababu ya mimi kufurahi wala kupata huzuni. Dunia hii haitakuwa sababu ya mimi kumpenda mtu au kumchukia mtu. Dunia hii haitakuwa sababu ya kumleta karibu mtu au ya kumsukuma mtu mbali. Mimi hii dunia haina cheo katika macho yangu. Siku ukiamua kufanya hivyo, basi sikiza hali yako itakuwa vipi. Hadith ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ya Sahl ibn Sa'd Sa'id radhiyallahu anhu alladhi rawahu at-Tirmidhi, alijiwa na mmoja katika masahaba zake. Faqala, kamuliza, ya Rasul Allah, dullani ala amalin idha ana amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Amjia Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, ya Rasul Allah, niambie ni yapi niweza kuyafanya na ni lipi la kutekeleza iwe sababu ya mimi Allah kunipenda na sababu ya watu kunipenda. Matlab adhim, jambo kubwa. Na ni lipi hilo? Mwenyezi Mungu kukupenda na watu kukupenda. Nataka Mwenyezi Mungu anipende na nataka watu wanipende. Nifanye nini? Qala sallallahu alayhi wasallam, izhad fi dunya yuhibbuka Allah. Hii dunia usiipatie cheo ili hali Mwenyezi Mungu ameiangusha. Usiipatie daraja ili hali Mwenyezi Mungu ameidhalilisha na kuidunisha. Ole wako Mwenyezi Mungu aone katika moyo wako waitukuza kitu ambaye Mwenyezi Mungu ameididimisha na kuidunisha. Izhad fi dunya, ipatie mgongo hii dunia dania. Kisha akamweleza, wazad fi ma'idi nasi yuhibbuk, na ukitaka watu wakupende, kaa mbali na vitu vao, watakupenda. Ayuha almu'min, nasiha ya Yahya ibn Muadh rahmatullahi alayhi, akaeleza al-uqala'u thalatha, waliokuwa na akili ni watatu. Man taraka ad-dunya qabla an tatruka, aliamua kuachana na hii dunia kabla hii dunia haijamwacha, kwa sababu itafika siku mutaachana. Kwa hivyo wewe amua kuiacha kabla haijakuacha. Na haimaanishi kwamba usile halali, haimaanishi kwamba usiwe ni mwenye kufurahia neema za Allah ambazo alizokupatia, lakini usiweke kwa moyo wako. Jambo la pili akasema, al-uqala'u thalatha, man bana qabrahu qabla an yadkhulah, yule ambaye aliamua kuijenga kaburi lake kabla hajaingia. Jueni ya kwamba kaburi yoyote utakayoona katika maisha yako ni moja katika mbili. Al-qabru imma rawdatun min riyadil janna au hufratun min hufarin nar. Kaburi ima ni moja katika mashimo ya moto wa Jahannam, ama ni moja katika mabustani ya janna. Kila kaburi ni moja katika mbili. Kuna watu waliamua wakiwa duniani wajenge kaburi zao iwe katika mabustani ya janna. Ayuha almu'minun, je, wajua ya kwamba mu'min akiingia katika kaburi lake kwa khairi alizozifanya na kwa wema alizozichuma, basi ujue ya kwamba akiwa katika kaburi yawekewa firashu min aljanna, yawekewa busati akalie katika mabusati ya janna.
Bali si hayo peke yake, wayulbasu min libasi aljanna, akiwa kaburini kabla hajaingia yuavishwa mavazi ya watu wa janna. Kando na hayo, yuafunguliwa milango ya janna, aone nyumba yake iko wapi. Waliyatiyahu min nasimiha wa yashumu min tibiha, na yuapata manukato na harufu inaingia kutoka janna akiwa kaburini mwake. Na akiwa ndani ya kaburi lake, habani yupanuliwa katika maisha ya barzakh. Na kando na hayo, atakuwa ni mwenye kupata habari ya kwamba Mwenyezi Mungu amemridhia. Hadithi al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, hadith iliyopokewa katika Musnad Imam Ahmad na Sunan Abi Daud wa sahahahu al-Albani katika ahkam al-janaza. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam wakuwa atueleza juu ya hali ya mu'min akiwa ni mwenye kuanza safari yake kwenda akhira. Qala sallallahu alayhi wasallam, asema al-Bara ibn Azib, siku moja tulitoka kwenda mazishi pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika hali ya kubeba jeneza, tukakaa kaburini. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam alitufata tulipoenda kumzika mmoja katika maansara alipoaga dunia. Na alipowekwa ndani, akawekwa mwandani kule ndani na wakamfinika na mchanga. Hapo Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam akakaa chini na masahaba wote wakakaa wangojea Rasul azungumze. Kisha Rasul akawa ni mwenye kuchukua kijiti akichorachora kwa ardhi, na watu wote utafikiri kuna ndege imetua katika vichwa vao. Hakuna mtu yafanya movement yoyote. Asema kimya kilipotanda, Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam akasema, ista'idhu billahi min adhabi al-qabr, mwombeni Allah awalinde kutokana na adhabu ya kaburi. Qalaha marratayn au thalatha, ista'idhu billahi min adhabi al-qabr, ista'idhu billahi min adhabi al-qabr. Kisha akawa ni mwenye kusema hali ya mu'min aliyeamua kujenga kaburi lake kabla hajaingia ndani ya kaburi, hali yake huwa vipi pindi anapokutana na malakal maut na malaika ambao wanaomsindikiza malakal maut. Qala sallallahu alayhi wasallam, innal abda almu'min idha kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah nazala ilayhi malaikatun min as-sama' biyadul wujuh ka'anna wujuhahum ash-shams ma'ahum kafanun min akfani al-jannah wa hanutun min hanuti al-jannah hatta yajlisu minhu madda al-basar. Asema Rasul sallallahu alayhi wasallam atueleza hali ya mu'min ambaye aliamua kujenga kaburi lake na kutanguliza khairi kabla hajaingizwa. Ghafla aona mambo ambayo hajawahi kuyaona. Mja mwema wa Allah aona malaika washuka, na kwa mara ya kwanza pazia iliwekwa mbele ya macho yake yaondoshwa. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Na kwa mara ya kwanza namna na jinsi Ar-Rasul alivyokuwa akiona malaika mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na yeye yuanza kuona malaika mara ya kwanza. Lakini malaika hawa wanakuja katika uso unaovutia na wanakuja na maneno mazuri yanayofurahisha. Malaika ambao uso wao unamwangaza, na wakishuka kutoka mbinguni wakifuatana moja baada mwingine, kaanna wujuhahum ash-shams, utafikiri uso wao ni jua, namna mwangaza unavyokuwa katika uso wao. Ma'ahum kafanun min akfani al-janna, na wamebeba sanda ya kutoka janna. Sisi anayekufa twashughulika na kumvisha sanda mwili wake. Mwanadamu ni mawili kwa pamoja, ni roho na ni mwili. Hii roho itafungwa na sanda ya watu wa janna, italetwa sanda kutoka janna, ili roho yake ikitoka tu moja kwa moja wale malaika wanaifunga sanda ile roho kama vile mwili wako utakavyofungwa sanda. Kisha kando na hayo wanakuja na manukato kutoka janna, kama vile mwili wako utakapokufa utakapopakwa marashi, na wao pia humwagilia marashi kutoka janna kwa hiyo roho yako. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam asema, kwa mara ya kwanza
huyu muumini waona malaika wameshuka, kundi la kwanza, kundi la pili, kundi la tatu, kundi la nne, wakuja wakifuatana. Wengine washuka na sanda, wengine washuka na manukato, wengine washuka na maneno ambayo yenye kuvutia, wengine wanashuka na maneno ambayo ni bishara kutoka Allah. Allah subhanahu wa ta'ala atueleza katika Qur'ani malaika hawa huja vipi pindi muumini amejiandaa na kaburi lake, amekuwa ni mwenye kutanguliza khairi, aliyekuwa ni mwenye kujenga kaburi lake. Allah sema, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wanamwambia malaika hawa, usiogope, Allah hakuingizi motoni, usiwe na hofu. Wala tahzanu, usiwe na huzuni. Umeacha watoto wako, umeacha familia yako, maadamu ulikuwa ni mja mwema, Allah akwambia nitawaangalia mimi, ujumbe Allah amenituma kwako. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, ulibashiriwa pepo, ukaambiwa swali utapata pepo, ukaswali. Uliambiwa funga utapata pepo, ukafunga. Uliambiwa epukana na riziki ya haramu utapata pepo, ukafanya hivyo. Basi hiyo pepo ulioahidiwa pia Allah amekupa. Katika hali kama hiyo, malaika hawa wanakaa umbali wa macho yake, mahali umbali wa macho yake unapofikia. Ar-Rasul asema, thumma yaji'u malakal maut, hapo malakal maut huja, na wakishakuja malakal maut hatta yajlisu inda ra'si, malakal maut yaja kukaa kwa kichwa ya huyo mu'min. Fayaqul, malakal maut ambia roho hiyo, ayatuha an-nafsu at-tayyibah ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan, ewe nafsi iliyokuwa nzuri, toka ili hali ujue ya kwamba Mwenyezi Mungu amekusamehe. Toka katika hii mwili ukujua ya kwamba umepata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala amejalia ya kwamba roho itatoka kwa wepesi, kisha roho hiyo itakapotoka, wale malaika wanairukia hiyo roho na kuivisha sanda waliokuja nao kutoka janna, na kumwagia manukato waliokuja nao kutoka janna, na hupebwa na kupelekwa mpaka katika mbingu ya kwanza. Ikafunguliwa mbingu ya kwanza, ikaenda mpaka mbingu ya pili, kama vile Rasul alivyobebwa Isra wal Mi'raj. Roho ya mu'min hupelekwa mpaka chini ya arshi ya Allah, kisha Allah subhanahu wa ta'ala hutoa mwelekeo, akawa mwenye kusema, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, nimewaumba kutokana na hiyo ardhi, na nitawarudisha katika hiyo ardhi, na nitawafufua kutokana na hiyo ardhi. Ayuha almu'min, ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam atueleza hawa malaika vile watakavyokuwa ni wenye kumpokea. Kisha atakuwa ni mwenye kuuliza maswali, man rabbuk, atasema rabbi Allah. Ma dinuk, atasema dini al-Islam. Ataulizwa juu ya huu mwanamume aliyotumilizwa kwenu, wamjua? Atasema huyu ni mtume wangu, nimemwamini, na mimi ni mfuasi wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala asema, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Kisha akijibu maswali haya, atasikia mwito kutoka mbingu, Allah akisema, sadaqa abdi, mja wangu amekuwa mkweli akiwa ndani ya kaburi. Fa afrishuhu min aljanna walbisuhu min aljanna waftahu lahu baban ila aljanna fayatiyahu min rawhiha wa tibiha wa yufsahu lahu fi qabri madda albasar wa yatiyahu rajulun hasanul wajh hasanul thiyab tayyib ar-rih fayaqulu abshiri billadhi yasurruk hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad. Hapo kwa hapo atakuwa ni mwenye kupanuliwa kaburi lake na kutiliwa nuru ndani ya kaburi lake, na kuwa ni mwenye kupewa neema kutoka janna na mavazi kutoka janna, na atakuwa ni mwenye kuwekewa mabusati kutoka janna, na juu yake atakuwa ni mwenye kufunguliwa dirisha apate kuona nyumbani kwake. Baada muda atafanyiwa ziara, asipakie peke yake ndani ya kaburi, apata ziara ya mtu ambaye uso wake wavutia, harufu yake yavutia, maneno yake yavutia. Atakuwa ni mwenye kuuliza, wewe nani? Kisha
Yule mwanamume atasema ana amaluka salih, mimi ndo amali yako nzuri, mimi ndo yule ambaye ulikuwa ukijiandaa, mimi ndo somo yako, mimi ndo haji yako, mimi ndo sadaka yako, mimi ndo Qur'an uliokuwa kisoma, mimi ndo dhikri uliokuwa kileta, mimi ndo subra uliokuwa nayo ulipokuwa na mitihani, ndo mimi leo Allah amenijalia nikae na wewe kaburini, usibakie peke yako ukawa wasikia huzuni. Ayuha almu'min, aliyekuwa na akili ajenga kaburi lake kabla hajapata kuingia. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Ayuha almu'minun, khutba yetu ya leo tulikuwa tuangazia maneno ya Imam Yahya ibn Muadh rahmatullahi alayhi alipobainisha kwamba waliona akili ni watu watatu. Qala al-Imam Yahya ibn Muadh rahmatullahi alayhi al-uqala thalatha man taraka ad-dunya qabla an tatruka wa bana qabrahu qabla an yadkhulah wa arda khaliqahu qabla an yalqah. Waliokuwa na akili ni watatu: aliyeachana na dunia kabla dunia haijamwacha, na aliyejenga kaburi lake kabla hajapata kuingizwa, na aliyemridhisha Mola wake kabla hajakutana naye. Ahibati fillah, ukiwa waishi hapa duniani hakuna jambo lilokuwa muhimu zaidi kuliko wewe kumridhisha Mola wako. Allah subhanahu wa ta'ala aeleza katika surah at-Tauba, wa'ada Allahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun min Allahi akbar dhalika huwa al-fawzul 'azim. Allah amewahidi wanaume waliomwamini, pia wanawake waliomwamini. Amewahidi kwamba amewaandalia pepo na mabustani, chini yake atakuwa ni yenye kupita mito, na makaazi yenye kuvutia, na manyumba atakayokuwa ni wenye kukaa katika janna yake. Kando na hayo, watakuwa ni wenye kupata radhi za Allah, na ndiyo muhimu zaidi katika maisha ya mwanadamu. Hadith katika Sahih al-Bukhari, hadith Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, asema Rasul sallallahu alayhi wasallam ya kwamba waumini pindi watakapokuwa ni wenye kuingia katika janna, wakiwa ni wenye kupata neema za janna, asema salawatu rabbi wa salamuhu alayhi, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, Allah jalla jalalu, atawafanyia ziara watu wa janna. Inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu li ahli aljanna, na atawaambia wenyeji wa janna, ya ahla aljanna, enyi watu wa pepo yangu. Fayaquluna labbaika rabbana wa sa'daik, ewe Mola twaitikia kwa unyenyekevu, Mola wetu umetuita. Kisha Allah atauliza watu wa pepo, fayaqulu hal raditum, mumeridhia yale niliyowaandalia? Fayaqulun, watu wa janna watasema, wama lana la nardha waqad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Watu wa janna watasema, kwa nini tusiwe na furaha, kwa nini tusiridhie, na umetupatia neema ambayo hujapatia viumbe vingine? Fayaqulu, Mwenyezi Mungu atawaambia watu wa janna, ana u'tikum afdala min dhalik, nitawapatia bora kuliko yale ambayo niliwapatia katika pepo yangu. Qalu ya rabbi wa ayu shay'in afdalu min dhalik, kitu gani ndo bora kuliko hii janna ambayo uliotupatia? Fayaqul, Mwenyezi Mungu atawaambia, uhillu alaykum ridwani fala askhatu alaykum ba'dahu abada.
Allah atasema nawapatia radhi zangu na wala sitawahi kuwakasirikia baada ya leo. Ayuha almu'min, aliyemwamini Mwenyezi Mungu daiman na abada, hamu yake ni amridhishe Mola wake kabla hajakutana naye. Tofauti na watu wengine, hamu yao ni kuridhisha viumbe vya Mwenyezi Mungu, hata kama watamudhi Mwenyezi Mungu, kama walivyokuwa hali ya munafikin. Wako tayari wamudhi Mwenyezi Mungu ikiwa maadamu watu watakuwa ni wenye kuwaridhia. Allah asema yahlifuna billahi lakum liyurdhukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin. Wanawapia na kuwahadai na kuwadanganya ili mupate kufurahia na kuwaridhia, lakini kama kweli wangekuwa wao ni waumini, wangemridhisha mwanzo Mwenyezi Mungu na kumridhisha mtume wake. Ayuha almu'min, ukitaka kumridhisha Mwenyezi Mungu kabla hujakutana naye, jambo la kwanza lazima ufahamu ni kwamba uwezo wote iko katika mikono ya Allah. Hakuna mtu aweza kukufaa bila Mwenyezi Mungu kutaka, na hakuna mtu aweza kukudhuru bila Mwenyezi Mungu kutaka. Qala sallallahu alayhi wasallam, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak, wa law ijtama'u ala an yadhurruka bi shay'in lam yadhurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk. Jua ya kwamba viumbe na umma kwa jumla wakikusanyika pamoja kupate kukunufaisha kwa njia yoyote, hawezi kukunufaisha ila yale ambayo Mwenyezi Mungu ametaka. Na wakikusanyika umma wapate kuwatake kukudhuru, hawezi kukudhuru isipokuwa yale ambayo Mwenyezi Mungu ameandika. Anaitaka kumridhisha Mwenyezi Mungu, ajue ya kwamba tanguliza mahaba ya Allah, na ujue ya kwamba Mwenyezi Mungu akikupenda na Mwenyezi Mungu ukipata radhi zake, basi ujue ya kwamba watu pia watakupenda. Kuna mmoja alimjia Mtume sallallahu alayhi wasallam, mtu ambaye alikuwa akijiona kwamba yeye ni influencer, aweza kuwa sababu ya Mtume kupendwa na watu ama Mtume kuchukiwa. Akasema kama ilivyokuja katika hadithi alladhi akhrajahu Tirmidhi, hadithi al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, qala qama rajulun faqala ya Rasul Allah inna hamdi zain wa inna dhammi shay. Akasema ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, niangalie vizuri, mimi naweza kuwa sababu ya watu wakupende na naweza kuwa sababu ya watu wakuchukie. Ar-Rasul akamwambia dhaka Allahu azza wa jalla, aliyekuwa na uwezo huo ni Allah peke yake. Allah yaweza kuwa sababu ya watu kukupenda, kama ilivyokuja katika hadithi alladhi akhrajahu al-Bukhari, hadithi ya sahih iliyokuja katika sahih Muslim, hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, asema Rasul sallallahu alayhi wasallam, inna Allah idha habba 'abdan da'a Jibril faqala inni uhibbu fulanan fa ahibbah, qala fayuhibbuhu Jibril ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، قال ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول جل جلاله إني أبغض فلانا فأبغضه، قال فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، قال فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في الأرض. Asema Rasul sallallahu alayhi wasallam, mja anapokuwa ni mwenye kumridhisha Mwenyezi Mungu mpaka akapendwa na Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu humpa zawadi. Humwita Jibril, akamtambulisha Jibril, akamwambia mimi nampenda fulani
na nakuamrisha na wewe pia umpende kama vile ninavyompenda mja wangu. Fayuhibbuhu Jibril, na kuanzia siku hiyo Jibril atakuwa ni mwenye kumpenda huyo mja. Kisha Jibril atakuwa ni mwenye kutangaza katika mbingu, jamani, jueni ya kwamba Allah yampenda fulani, na waliokuwa katika mbingu wote watakuwa ni wenye kumpenda. Kisha Mwenyezi Mungu atamwekea kabulu katika ardhi, watu watakuwa ni wenye kumpenda. Ama yule ambaye anaichukiwa na Mwenyezi Mungu, aliyemuudhi akatanguliza radhi za watu ili hali yamkosea Mwenyezi Mungu, Allah muita Jibril akamwambia, inni ubghidhu fulana, mimi kuna mja wangu mmoja anamchukia. Allah akimwambia hivyo, hapo hapo na Jibril atamchukia huyo mja. Kisha atatangaza katika mbingu, na waliokuwa mbinguni watakuwa ni wenye kumchukia. Kando na hayo, waliokuwa katika ardhi pia watakuwa ni wenye kumchukia. Ayuha almu'min, tanguliza radhi za Allah hata kama watu watakuwa si wenye kukuridhia. Asema Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, man arda Allah bisakhati an-nas kafahu Allah, wa man askhata Allah biridha an-nas wakalahu Allah ila an-nas. Asema kama hadithi ilivyokuja katika Ibn Hibban, hadithi Aisha radhiyallahu anha, wasahahahu al-Albani fi silsilati sahiha. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, atakayeridhisha watu ili hali amemkasirisha Mwenyezi Mungu, afwan, atakayemridhisha Mwenyezi Mungu hata kama watu watamkasirikia, basi Mwenyezi Mungu atamtosheleza. Na yule ambaye atakayetanguliza radhi za watu ili hali amemkosea Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu atakuachia hao watu, akuangalie watu hao watakufikisha wapi. Ayuha almu'min, tanguliza radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Aliyekuwa na akili yatanguliza radhi za Allah na hufanya bidii apate radhi za Allah kabla hajakutana naye. Na utajuaje umepata radhi za Allah? Utajua pindi utakapojiwa na malakal maut akisema, ya ayyatuha nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ayuha almu'min, kuwa katika wale ambao waliokuwa na akili, na waliokuwa na akili kulingana na mwelekeo wa Yahya ibn Muadh, al-uqala'u thalath, waliokuwa na akili ni watatu. Akasema rahmatullahi alayhi, man taraka ad-dunya qabla an tatrukah, wa bana qabrahu qabla an yadkhulah, wa arda khaliqahu qabla an yalqah. Alikuwa na akili ni yule ambaye aliachana na dunia kabla dunia haijamwacha. Aliyekuwa na akili ni yule ambaye aliyejenga kaburi lake kabla hajaingizwa. Aliyekuwa na akili ni yule aliyemridhisha Mwenyezi Mungu kabla hajakutana naye. Aqulu ma tasma'un. Ibadallah, inna Allah amarakum bi amrin bada bihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi al-qudsi wa thalatha bikum ibadallah haythu qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم على أبي بكر الصديق وعمر بن الفاروق وعثمان ذو النورين وأبي سبطين علي بن أبي طالب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في لبنان، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في كل مكان. اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم لا تشمت بهم عدوا ولا حاسدا. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعل لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب،
يا سريع الحساب يا هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم يا قوي يا عزيز. اللهم اصلح أحوال إخواننا في السودان وفي الصومال وفي الحبش وفي ليبيا وفي سوريا وفي العراق وفي الأفغان وفي اليمن وفي كشمير وفي روهينجا وفي الصين وفي كل مكان. اللهم فرج همومهم ونفس كروبهم ويسر أمورهم وفك أسراهم وارحم موتاهم وتقبل شهداءهم. اللهم اصلح حالهم ووحد كلمتهم على الحق يا قوي يا عزيز. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم أنبتهم نباتا حسنا واجعلهم ذرية طيبة. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.